Mwanamke aliyeshindwa kubadilisha tabia hizi 5 na wazazi wake, fahamu kabisa kwamba kwenye ndoa hawezi kudumu. Ni muhimu sana kujua kwamba kuna tabia ambazo mwanamke akiwa nazo na kama hakubadilishwa na wazazi wake, fahamu kabisa kwamba huyo mwanamke hawezi kudumu katika ndoa, kwa sababu hizi tabia huwa zinatakiwa kubadilishwa na wazazi wake. Kama hakubadilishwa na wazazi wake, wewe mwanaume itakuwa ni ngumu sana kuweza kumbadilisha. Na kwa kawaida ndoa ya aina hii huwa haidumu miezi 2 au miezi 6 au mwaka, kwa sababu ni ndoa ambayo mwanaume anatumia jukumu au anatakiwa atumie mabavu kama mzazi kuweza kumbadilisha mwanamke. Na kulingana na utandawazi au kulingana na sheria ambazo zinawasapoti wanawake, inakuwa ni ngumu sana kuweza kumbadilisha, na hii inakuwa ni changamoto sana huyo mwanamke kudumu katika ndoa, kwa sababu hakubadilishwa hizo tabia na wazazi wake. Tabia ya kwanza kabisa ni tabia ya ubinafsi uliopitiliza. Ni muhimu sana kujua kwamba kila binadamu ni binafsi, lakini kuna ubinafsi uliopitiliza. Mwanamke kama hakubadilishwa tabia na wazazi wake ya tabia ya ubinafsi uliopitiliza, inakuwa ni ngumu mwanamume kuweza kumbadilisha, na inakuwepo changamoto katika ndoa, kwa sababu mwanamke mwenye tabia ya ubinafsi ni yule mwanamke ambaye anapenda ndugu zake, ndugu wa mwanaume hawapendi, au anapenda yani anapenda wazazi wake, lakini wazazi wanaume hawapendi. Kwa hiyo hii itakuwa ni ngumu sana mwanaume kuweza kumbadilisha huyo mwanamke, kwa sababu ni tabia ambayo wazazi wa mwanamke ndio wanatakiwa kuweza kumbadilisha. Na pia tabia ya pili ni tabia ya umalaya. Ni muhimu sana kufahamu kwamba ikiwa wazazi wa mwanamke hawakuweza kumbadilisha tabia ya umalaya huyo mwanamke katika malezi, basi itakuwa ni ngumu sana kwa wewe mwanaume kuweza kumbadilisha huyo mwanamke, kwa sababu ameshakuwa ana maamuzi. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana wewe mwanaume kuweza kumbadilisha huyo mwanamke tabia. Na pia tabia ya tatu ni tabia ya kuwa na marafiki ambao hawajiheshimu. Ni muhimu sana kufahamu kwamba ikiwa wazazi wa mwanamke hawakuweza kumzuia marafiki ambao sio wazuri kwake, wewe itakuwa ni ngumu sana kuweza kumbadilisha. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu katika ndoa kuweza kudumu na huyo mwanamke, kwa sababu ya tabia ya aina hii, kwa sababu wazazi wake hawakucheza pati yao ya kuweza kumzuia marafiki ambao hawaeleweki. Na pia tabia nyingine ni tabia ya kutomzuia kujidhalilisha kwa ajili ya kupata pesa. Ni muhimu sana kufahamu kwamba kuna tabia ya umalaya na tabia ya kujidhalilisha. Tabia ya kujidhalilisha, unakuta mwanamke yuko tayari kufanya mapenzi na mtu yoyote kwa ajili ya kupata kazi, kwa ajili ya kupata maksi nzuri, au kwa ajili ya kupandishwa cheo. Kwa hiyo kama wazazi wake hawakumzuia mapema, kwa sababu kuna tabia ambazo mtoto anaanza kuzionyesha katika malezi, kama wazazi wake hawakupambana mapema kumzuia hizo tabia, inakuwa ni ngumu sana wewe mwanaume kuweza kumbadilisha hiyo tabia. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kudumu katika hiyo ndoa. Na pia tabia nyingine ya mwisho ni tabia ya kupenda au tabia ya kuwa na tamaa. Ni muhimu sana kujua kwamba kila mmoja ana tamaa, lakini kuna tamaa ambazo zinavuka mipaka. Mwanamke au wazazi wa mwanamke wanaposhindwa kukemea tabia ya kuwa na tamaa ya mwanamke, fahamu inakuwa ni ngumu sana wewe mwanaume kuweza kumbadilisha. Na kwa kawaida mwanamke mwenye tamaa ni rahisi kufanya mapenzi au ni rahisi kuchepuka na bosi wako kwa ajili ya kuamini kwamba ataolewa na bosi wako. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo imefanya ndoa nyingi kuweza kuvunjika. Kwa hiyo hizi tabia kama wazazi wa mwanamke hawakuweza kuzibadilisha, itakuwa ni ngumu kwako kuweza kumbadilisha. Na kama unahitaji kuweza kupata video za kufanya mapenzi au ushauri, hakikisha unanicheki WhatsApp kwa namba 0713728736. Kumbuka pia unaweza kupata hiki kitabu. Kitabu hiki kitakusaidia sana kuingia katika mahusiano sahihi au ndoa sahihi. Nicheki WhatsApp kwa namba 07